ya shirika la ndege kule Ethiopia. Hili si jambo dogo, na nirejee tena kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji wa aina hiyo. Zaidi ya bilioni 70 zimeletwa hapa. Hii inahitaji maono, kiongozi mwenye maono makubwa na kiongozi anayewapenda wananchi anaowaongoza. Na haya si maneno ya kwenye hotuba, nimepita nimejionea pande wa uwekezaji kwenye miundombinu ya mabweni, lakini pia nimejionea upande wa miundombinu ya kujifunzia. Hongera Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia hongereni na ninyi ndugu zetu wenyeji wetu wa chuo kwa kuendelea kuchukua hatua za kuwa na mitambo ya kisasa namna hiyo ya ufundishaji. Kuna eneo tulipita pale, kumbe tulikuwa tunaelezewa tu, ikawekwa ile mitikisiko kidogo ile. Nikaona Wasukuma wenzangu pale wakiogopa, sababu mtikisiko ule ulikuwa kama wa kwenye mawingu makali yale ambayo Mwalimu Nyerere aliwahi kusemea, kupita kwenye mtikisiko wa mawingu makali yale lazima uongee kilugha. Sina shaka nyote mtakubaliana nami kwamba huduma za sekta ya uchukuzi ni mhimili wa muhimu wa kuwezesha shughuli za kiuchumi na kijamii katika taifa lolote. Hapa nchini, sekta ya uchukuzi imeendelea kuwa kichocheo muhimu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kuchangia ukuaji wa biashara ya ndani na nje, hivyo kuacha umuhimu usifanywe na sekta zingine peke yake. Na mimi niwaambieni, kama ilivyo kwenye mwili wa binadamu, pasipo kuwepo na mifumo ya kusafirisha damu inayofanya kazi, hata kama una damu nyingi, uwezekano wa kuendelea kuwa hai ni mdogo au haupo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo sekta hii ina mchango mkubwa wa kuchachua uchumi na uwekezaji ndani ya nchi yetu na nje ya nchi kwa kiwango hicho. Zamani katika maeneo mengi kulikuwa na uhaba mkubwa. Si kwamba wazee wetu wa enzi hizo walikuwa wazembe sana wa kuzalisha, la hasha, lakini miundombinu ya usafiri na usafirishaji ilikuwa duni. Kwa hiyo sehemu yenye ziada ilikuwa haiwasiliani na sehemu yenye upungufu. Uwepo wa miundombinu ya uhakika ya usafiri na usafirishaji umefungua na kukuza sekta muhimu za uzalishaji, ikiwemo kilimo, mifugo, viwanda, madini pamoja na nyingine zinazosafirisha bidhaa nyingi. Miundombinu ya uhakika imeendelea kurahisisha muunganiko wa masoko na kuimarisha biashara, ikiwemo pia kuongeza fursa za ajira na kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii. Hatua hizo zimeongeza ushindani wa bidhaa na huduma ndani ya nchi na nje ya nchi.